Siku zote Yesu alikuwa na kanuni ya kufundisha, tambua au lifanye jambo la kwanza kuwa la kwanza. Bwana asifiwe sana. Aliwashangaza sana Mafarisayo wakati wanamlaumu kwa habari ya anavyotenda juu ya Sabato. Akawafafanulia kwamba kuhusu Sabato, mimi ni mkubwa kuliko Sabato. Sawa? Kwa ni vizuri kutambua kwamba lipi kubwa kati ya hii. Katika yote tunayofanya leo, kubwa zaidi ni ibada. Katika yote tunayofanya leo, kubwa zaidi ni ibada. Kwa hiyo mengine yasibebe umuhimu zaidi ya ibada. Bado ibada iwe ya muhimu kuliko mengine. Bwana asifiwe sana. Nilitaka leo kuzungumza habari ya umuhimu na faida na baraka za sifa za Mungu. Lakini sasa kwa sababu ya majuma yale ambayo Mungu amenituma, nataka nizungumze na wale ambao hamjaja Ijumaa zote. Juu ya hili somo, ishara na miujiza na maajabu. Katika kitabu, ninaomba utulivu, naomba nje wabaki watu wachache sana. Naomba wazee wa kanisa msimamie hili. Wabaki watu wachache, hakuna sababu ya kuwepo wengi nje, waje kwenye ibada. Andiko letu la somo liko katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Biblia inasema, enyi wanaume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Enyi wanaume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambayo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema miujiza ni tendo au ni utendaji usio wa kawaida na usio katika utaratibu wa asili. Ni jambo au tendo lisiloelezeka na lisiloweza kufanyiwa utafiti. Jambo ambalo haliwezi kufanyiwa utafiti. Na neno muujiza ni neno la kibinadamu. Neno muujiza ni neno la kibinadamu, halimo kwenye lugha ya Mungu. Ukienda kwenye lugha za Mungu, hana neno muujiza. Kwa nini? Kwa sababu kwake yeye hakuna muujiza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Mtu anayepiga gitaa anavyozisokota nyuzi, kwa mimi nisiyejua ni maajabu, si ndio? Kwake yeye ni kitu cha kawaida. Si mnanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Mtu anayecheza mpira anaweza akauzungusha mpira vyovyote awezavyo kwa mguu wake, kiasi nyinyi mpaka mnashangilia, mnapiga na makofi, mpaka wengine mmekuwa washabiki wake. Wewe ukiona ni maajabu, lakini yeye kwake ni kitu cha kawaida. Wanaoruka sarakasi ukimpandisha juu ya paa la karuka, nyinyi mnashangaa, mnatoa macho mpaka pumzi mnaziba, lakini yeye kwake ni kitu cha kawaida. Sasa kwa yale ambayo wanadamu ni jambo la ajabu, kwa Mungu kwake ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hakuna neno muujiza kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini hebu tusome Mathayo 14 mstari wa 13 hadi 21. Naomba nifundishe kidogo nisihubiri. Naomba msomaji wa kwanza soma Mathayo 14:13 hadi 21, na mwingine afungue Mathayo 9:27 hadi 30, na mwingine afungue Yohana 16:30 hadi 33. Naomba soma sasa. Kuna umuhimu sana wa kujua juu ya miujiza. Kuna umuhimu sana. Ukijua tu Mungu ni Mungu bila kujua kwamba Mungu ni wa miujiza na kuamini katika miujiza, utasumbuka sana. Tunamwona hapa wanafunzi wa Yesu wanamshauri Yesu kwamba Yesu waruhusu watu waende wakale, hapa ni nyikani, hakuna pa kununua chakula, hata kama wana hela zao watanunua wapi? Na nyika hii ni mbali kabisa na soko na mji, wako mbali. Kwa nini walitoa hivyo? Unaweza ukamkosoa aliyetoa wazo hili kwamba kwa nini alikuwa anawaondoa watu kanisani waende wakale, lakini kuna ukweli usiopingika kwamba kulistahili, ilikuwa ni busara kutokana na umbali na muda ambao wamekaa bila kula. Lakini nao walifanya hivyo kwa sababu hawana imani na hawatarajii kwamba pale kinaweza kikapatikana chakula. Hawana imani.
lakini Yesu alifululiza kuhubiri akijua ya kwamba hata kwa muujiza wanaweza wakaa. Sijui kama unanielewa. Kwa nini wanashauri waruhusu watu waondoke waende mahala pengine? Unaonaje eti wapendwa, unaonaje mwanao, mtoto wako akiugua? Unaonaje mwanao kabisa unayempenda akaugua, mkaenda hospitali, madaktari wakakiri kwamba tumeshinda, madaktari wakakiri, wewe kwa sababu umeokoka ukaomba aina zote za maombi, lakini anazidiwa. Unaonaje akija mtu na wazo kwamba pale kuna mganga wa kienyeji mmoja alimsaidia mtoto wa fulani kwenye kesi na akapona? Unafikiri huyo anayetoa wazo hilo atakuwa hana akili timamu? Kwa mwenye mtoto itagusa akili yake, na kwa mtoto kama ni mtoto ambaye anafikia umri wa kujua wa kuelewa au kujitambua, na yeye itagusa akili yake. Lakini kwa nini iguse akili yake? Na kwa nini huyu atoe wazo? Kwa sababu akili yake inafika hapo ambapo amefika, hana uwezo wa kufahamu kwamba kuna uwezekano wa utendaji wa kimeujiza. Lakini kama mtu anaujua muujiza, anajua Mungu anaweza kufanya miujiza, atasema hivi, kwa kudanga siendi, daktari ameshindwa, na maombi nimeomba hayajajibiwa, hayajatenda lolote, lakini Mungu anaweza kufanya hata bila Mungu. Yaani mtu ambaye anajua kuna muujiza. Kwa nini ni muhimu sana hili somo ulielewe? Danieli na wenzake walijua kwamba hapa mbele ya mfalme Nebukadreza hatuwezi kujitetea mbele yake, na hata tungejitetea ameweka amri ya Umedi na Uajemi isiyotanguka, lazima tutatupwa kwenye moto. Na moto wanauona na wanaona matokeo yake. Mtheolojia wa kizazi cha pili baada ya wanafunzi wa Yesu aliyekwenda kufanyia tafiti juu ya ile shimo la moto uliokopwa na Nebukadreza, anasema waliupima ule moto kwamba wakati ule moto unawashwa kulikuwa na waya, vyuma kama minyororo imepitishwa kutoka hapa ikaenda mbali kule ambako watafungiwa wale wanaokuja kutupa hapa. Yaani kama shimo liko hapa, mnaenda karibu na CCM kule, waya unaweka unafungwa huko. Alafu wavutaji wa hiyo minyororo wako tena umbali kama huo huko, wakikimbia ile joto la moto. Kwa hiyo kwa majaribio wanasema hivi, walivuta zile waya ile minyororo, ng'ombe wakafungwa kule, ng'ombe walianza kuyeyuka na joto kabla hayakuingia shimoni ule moto. Lakini kina Danieli wanaona hivyo na wanasema hivi, sikiliza, Mungu akusaidie. Wanasema hivi, kupiga magoti kwa sanamu hatupigi kwa sababu Mungu ametukataza na hatuwezi kuabudu sanamu, na sisi tunajua anayeabudiwa ni Mungu peke yake. Na wakasema
huo wasingekuwa nao, wasingekuwa na tumaini. Wewe usipokuwa na ufahamu wa utendaji wa miujiza, pale ambapo taaluma zitakoma na ufahamu wako utakoma, hautakuwa na taraja tena. Lakini ukiwa na ufahamu juu ya miujiza, utatarajia uzima mahala ambapo uzima hauonekani. Haleluya! Ufahamu huu wanaosema kwamba la haitoshi, Mungu tunayemtumikia anaweza anaweza, maana yake wanaona kuna utendaji usio wa kawaida wa Mungu bado upo. Baada ya utendaji wa kawaida wa kunusurika na moto, Mungu kwa muujiza anaweza akatunusuru. Ufahamu huo wasingekuwa nao, wasingetamka hayo, na wasingetamka hayo, wasingeokolewa kwa muujiza. Na wewe bila ufahamu huo huwezi ukautamka muujiza wako, na huwezi ukauomba muujiza wako, kwa sababu hauna ufahamu juu ya miujiza. Lakini kwa kuwa na ufahamu juu ya miujiza, utatangaza wokovu wako mahala ambapo hauoni wokovu kitokea, mahala ambapo wengi wanafia, wengi wanaishia hapo. Wewe utasema hata hapo Bwana anaweza kunisaidia, muujiza utautamka. Haleluya! Mwaka 88 nimekuwa nashuhudia, nimewekewa sumu mimi mara mbili. Ya tatu Mungu aliniokoa kabla ya kuigusa. Ile ya pili nikiwa nimeokoka, nikiwa natapika na kuharisha damu, nimelazwa hospitali, nikalazwa, nikatoka. Nilipotunga zile nyimbo za kuaga dunia, nikatunga nyimbo za kumwimbia Mungu, nikakubali kufa. Siku moja wakati nimelala chali kitandani, nimeshika daratoni kwa shida, gitaa langu napiga nimwimbie Mungu. Nimelala nimeangalia juu namna hiyo, naimba wimbo nashindwa kumaliza. Mauti yangu mimi itakuwa raha, sitaona uchungu wa kufa. Mwokozi wangu Yesu atakaponiita, nitaishi na Yesu wangu milele. Wakati ninaimba, maneno ya madaktari yanakuja kwenye ubongo wangu kwamba sumu imeniharibu. Wakati ninasema hivyo, yakaja maneno ya Mungu ndani yangu kwamba Mungu yeye aliweza kuwafanya waliokufa wakaishi. Imani ya muujiza ikaumbika ndani yangu. Nikalichukua lile gitaa, nikalichukumiza, likadondoka kutoka kitandani. Nikaita, wakasikia naita. Walipofika lile neno la kwamba Yesu alimfufua hata Lazaro aliyeoza, sembuse mimi ambaye sijafa, sijazikwa, Bwana anaweza kunipa uzima. Bado anaweza kuniweka niendelee kunena ajabu na ishara na matendo yake yasiyo na mipaka. Nikamwambia, leo nina mwezi mzima sijala ugali wala chakula, na kunywa uji kwa kunyweshwa na kijiko. Mataya yamekakamaa, yanapanuliwa na
Nikatamka nikamwambia nipikieni ugali leo na kula. Ndugu wangu anayenifuata wa kike akatoka analia. Anasema watu wao wanasema mtu katika hali hii akiomba chakula umani ndio anaondoka. Watu wanne walianza kulia, anatuaga. Hii sio hali ya kawaida. Kumbe mimi nazungumza neno la kimuujiza. Ndani yangu imani nimeshapata ufahamu. Ni kwa madaktari niliko tumaini limepotea. Kwenye vidonge niliko tumaini limepotea. Kwenye drip za kuneutralize ndani ya damu wame neutralize, lakini imeshindikana. Nikatamka neno la miujiza. Mungu anapaswa aaminiwe katika hali zisizo za kawaida, na mtu yeyote anayemwamini Mungu anatakiwa kuamini katika ishara na miujiza. Kutoka sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 13. Ninamshukuru Mungu kwa wale ambao tayari wametendewa muujiza katika hema juma ya miujiza. Kutoka 17:1 hadi 13. Naomba soma haraka, unanikuta sana. Mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini. Kutoka 7, kama nimesema 17. Kutoka 7 1 hadi 13. Bwana akamwambia Musa, angalia, nitakufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Lakini Farao atawasikiza ninyi, nami nitaweka mkono wangu. Hebu naomba nisome mwenyewe. Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Mstari wa 3 ni wa muhimu sana kuelewa. Na mstari wa kwanza ni muhimu sana kuelewa, na mstari wa 3. Nimekufanya wewe kuwa Mungu. Maana yake wewe, mimi ndio tumeweka kufanya ishara na maajabu. Maana yake wewe, sikilizeni, mtu yeyote anayemwabudu huyu Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu huyu wa milele asiye na mwanzo na mwisho, haamini katika miujiza, haimwabudu Mungu huyu tunayemwabudu sisi. Mungu huyu tunayemwabudu lazima uamini katika ishara na miujiza. Anasema, angalia, nimekufanya wewe kuwa Mungu kwa Farao. Matendo ya Mungu hayatarajii yatokee kwingine, ni kwa yeye aliyeitwa na Yesu Kristo. Yeye ndiye amefanywa kuwa mtenda ishara na miujiza. Mstari wa 3 nasema, nami nitamfanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Nilisema hivi hapa, maeneo mazuri ya kutendea muujiza. Wapi ni rahisi Mungu kutoka atende muujiza? Kuna mazingira yanayovutia Mungu afanye ishara na maajabu. Ni wapi hapo? Ni mazingira
ningeacha wokovu. Baba mzazi alianza kunitumia majini baada ya kumwambia kwamba mimi nimeharibu maagano yao, nimeharibu, wakamwambia ni sharti afe. Baba akafunga siku 3 akila moshi tu, anakula moshi wa udi na ubani na damu ya kuku mwekundu. Kila siku anakata kuku, anakunywa damu. Akata ameniduizia ile chini lije linimalize. Mimi nikiwa sijui. Wale majini walipokuja ndio wakampelekea taarifa, wewe usitutue tena moyo wetu. Walimwambia yeye afanye hivyo. Waliporudi wakamwambia usitutume tena kwa yule mtu. Ndipo nilipomuona kumbe, ndipo nilipopata uhakika kumbe kweli Yesu ndani yangu. Kumbe kweli Yesu. Sasa hii mimi sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine la muhimu la kuelewa, kuna ulazima wa kuamini katika miujiza, kwa sababu zipo sababu nyingi, siwezi kuzieleza zote. Lakini sababu ya kwanza, Mungu mwenyewe ni muujiza. Mungu alivyo ni muujiza na ni Mungu wa miujiza. Sababu ya pili, mazingira tunayokaa, shetani ameyaharibu maumbile ya ulimwengu ulioumbwa na Mungu. Kuna hitaji miujiza ili kuyatatua yaliyoharibiwa na shetani. Haleluya. Nilisema Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa nini amesema magumu na makubwa usiyoyajua? Neno la muujiza nalitamka hapo kwamba atakuonyesha, lakini kwake anayajua, wewe huyajui, lakini yeye atakutendea ukimwendea yeye kwa imani hiyo. Lakini jambo lingine la muhimu la kuamini kwamba miujiza ni maonyesho na madhihirisho ya uwepo wa Mungu katikati ya watu wa Mungu. Miujiza ni maonyesho na udhihirisho wa uwepo wa Mungu katikati ya maisha ya Mungu. Lakini kuna nyakati 3 ambazo Biblia imeziainisha, ambazo ni za matendo makuu na ishara na miujiza. Tuliziona katika Kumbukumbu la Torati 4:34 mpaka 35. Naomba mmoja asome na mwingine asome Yoshua 23:24. Yoshua 23 kuanzia mstari wa 19 mpaka 24. Kumbukumbu la Torati 34:34-35 Biblia inasema, au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine, kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyooshwa na kwa maogofya makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu. Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye. Maandiko haya yanamaanisha hivi, katika historia yote ya uumbaji wa wanadamu, hakuna wakati Mungu alifanya ishara na maajabu kama wakati huu wa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri. Akapiga mto ukawa mito yote ikawa damu, akafanya yale maishara 10, lakini njiani akapasua bahari ya Shamu, njiani akapasua mto wa Yordani, njiani akawalisha kwa kuwanyeshea mkate kutoka mbinguni, akawanywesha bubujiko la mto uliotoka kwenye jiwe, mwamba ukapasuka kwa kupigwa na fimbo, ukapasuka ukatoa maji. Miujiza ya ajabu imetokea katika wakati huo. Anasema aliyafanya hayo ili upate kujua kwamba hakuna Mungu mwingine. Andika hivi, Mungu anatamani kutenda miujiza mikubwa ili
kusadikisha waliookoka na wasiookoka kwamba Mungu peke yake ndiye Mungu. Ndio maana hata Musa na Haruni anawaambia, mkisimama mbele ya Farao, mtaitupa hii fimbo, itakapotenda maajabu na wachawi wa Misri nao wakafanya yayo hayo, ndipo miujiza yenu itadhihirisha ya kwamba inatoka kwa Mungu mkubwa. Kwa hiyo ninyi wenyewe Musa na Farao mtatambua Mungu wa kwetu ni Mungu juu ya miungu, na wale kina Farao na wachawi wao na miungu yao watakiri hakika Mungu wa Israeli ndiye Mungu peke yake. Oh, haleluya! Ndio maana anawaambia, nenda msimame mbele ya Farao na hii fimbo, na hii kwa hii fimbo mimi Mungu nitafanya ishara na maajabu. Sikiliza, Mungu ametupa fimbo ya kusimama nayo mbele ya shetani, mbele ya ulimwengu ambao shetani ana uharibu, ana uchafua. Fimbo hiyo ni jina la Yesu Kristo, tutasimama nayo. Oh, wametupale yeye ambaye anataka wafalme wa dunia na wafalme wa mataifa na wachawi wa dunia na wachawi wa kila kabila na lugha wajue yeye peke yake ndiye Mungu anayestahili kuogopwa na kutetemekewa na kuabudiwa, wala asiogope Mungu mwingine. Simameni na ile fimbo Yesu Kristo ambaye tunasimama naye, na njia ya kuitumia hiyo fimbo ni kuitupa, kumtupa Yesu ni muujiza, ni kuhubiri Injili. Utakaposema yeye, oh, haleluya! Ninatamani niende haraka kidogo. Wakati wa pili wa matendo ya miujiza ni wakati wa Elia na Elisha, ambapo napo walifanya ishara na miujiza mingi. Wakati wa pili wa historia ya ulimwengu wa Mungu kutenda ishara na miujiza ni wakati wa Elia na Elisha. Oh, haleluya! Ndio maana Elia anasimama anasema, wivu wa Bwana uko juu yangu, na kama Bwana aishivyo, au kwa neno langu mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu. Anafanya ishara ya kuzuia utaratibu wa asili wa masika na kiangazi wa miaka mitatu kwa namna ya kimiujiza. Anataka wewe tupale. Mungu anatutaka sisi mabalozi wa ufalme wake duniani tusimame, tuseme juu ya nguvu zake ya kwamba yeye kama aishivyo, wewe tupale, tutawale hali za asili. Tumseme yeye ndiye aliyeumba nyakati na majira, ndiye aliyefanya usiku na mchana, ndiye aletaye mvua na ndiye aondoaye, ndiye aletaye wanadamu, ndiye awatoaye wanadamu, na wanadamu wote hukusanyika kwake. Yeye aliyewaumba. Elia akasema, oh, sikiliza, Mungu ni wa ishara na miujiza. Mungu sio wa matendo ya kawaida. Yeye usimwamini kwa sababu akili yako inavyoona imeshindikana, utafikiri na Bwana hana njia ya kutenda jambo jingine. Yeye ni wa ishara na miujiza. Alimdhihirisha Yesu Kristo mbele ya taifa la Israeli kwa matendo ya ishara na maajabu, na mimi Bwana amenituma. Haleluya! Ni Mungu
wasioamini huona. Farao aliona mito imegeuka damu hata kama hakuokoka. Aliona. Na wewe hata kama hautaamini kutendewa wewe, utaona wengine wanatendewa. Farao hakuamini ya kwamba Mungu atawaokoa Israeli, lakini aliona Israeli wameokoka. Hakuamini watavuka bahari ya Shamu, lakini aliona wamevuka bahari ya Shamu. Hakuamini watatoka nchi ya Misri, lakini aliona. Maana ni saa ya Bwana kutangaza kiburi na uweza wake, na wengi msioamini mtaona yakitendeka, mtaona yakifanyika. Nabii Mikaya akamwambia mtu mmoja, wewe huamini, lakini utaona. Mtamwona Bwana akifanya ishara na maajabu. Mungu saa kipindi cha Elisha na Elia, Elia anabirika anasema, kama mmekuja kunikamata na mimi kama ni mtumishi wa Bwana, moto na ushuke. Unashuka moto unateketeza watu. Sikiliza, Mungu anataka kujihubiri kwa ishara na miujiza. Mungu anataka kujihubiri kwa ishara na miujiza. Kwa hiyo lazima tutaona na lazima tutashuhudia. Kipindi cha Elisha ndipo Elisha amepitia, hata Elisha anafufua wafu, na hata maiti yake inafufua wafu. Niruke hapo, sitataka kuyaongea sana. Kipindi cha tatu katika historia ya za Mungu kufanya ishara na miujiza, kipindi cha tatu na cha mwisho ni kipindi cha kuanzia Kristo na kanisa. Kipindi cha kuanzia Kristo na kanisa. Kipindi cha kuanzia Kristo na kanisa. Na tuanze na ule mstari wetu wa msingi wa Matendo ya Mitume 2:22. Usome huo. Kwamba Mungu alitaka kumtambulisha Yesu duniani kwa ishara, miujiza na ajabu. Hichi ndicho kipindi cha kwetu cha ishara, miujiza na maajabu. Kipindi cha kwetu cha Yesu Kristo na kanisa. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22, Biblia inasema, enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Ukisoma kitabu cha Marko, Yesu hataji kuongea mafundisho yoyote leo. Hakuna mafundisho kitabu cha Marko, injili iliyoandikwa na Marko. Hakuna mafundisho mengi, ila kimeorodhesha utendaji wa ajabu, miujiza na matendo mengi ya ajabu. Kitabu cha Marko. Kwa lugha nyingine wao tunasema ni kitabu cha kazi za Yesu. Kitabu cha Marko tunakiita kitabu cha kazi za Yesu. CV za Yesu ziko hapa. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Lakini nisizungumze sana. Nataka niende kwa kanisa. Kanisa linaanza na wale mitume 12 na wao wanaanza muujiza wa kwanza wakiwa Yesu amepaa katika Matendo 3 mstari wa 6. Au anza mstari wa kwanza mpaka wa 6. Muujiza wa kwanza wanaanza kufanya muujiza kanisa. Matendo wa kwanza kwa kanisa 3:1-6. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 6, Biblia inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu,
ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu ulioitwa Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tazameni sisi. Tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Muujiza wa kwanza wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mara ya kwanza kanisa linafanya muujiza. Hebu nisome maandiko mengi kidogo kuhusu muujiza huu. Matendo 4:10-16. Matendo 4:10-16. Matendo ya Mitume sura ya 4:10 hadi 16, Biblia inasema, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amen. Nina maandiko mengi ya kueleza hapa, lakini nisome mstari mmoja wa mwisho, Matendo 5:12. Matendo 5:12, Biblia inasema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Kwa mikono ya mitume zikafanyika miujiza na ishara na maajabu isizo. Na katika Matendo 19:11 Paulo akafanya ishara na maajabu kupita kawaida. Nataka kusema nini? Kanisa, huu ndio wakati wetu ambao Yesu ameanza. Kina Petro wanawaambia watu, mbona mnatuangalia sisi, mnatushangaa? Kwa sababu kwa mtu anayemjua Mungu muujiza sio jambo la ajabu. Anaamini Mungu anaweza kutenda vyovyote. Hata ukiniuliza mimi nitokeaje sijui. Mimi naamini Mungu anatenda vyovyote. Ukiniuliza nitokeaje sijui. Baba mmoja alinifuata akaniuliza, mchungaji, mke wangu alikuja hapo ofisini kwako, naomba unisaidie kujua imekuwaje. Nikamwambia mimi sijui, muulize mkeo. Asema yeye amepona, na sio kwamba amepona, na kweli na mimi nimeona amepona, lakini imetokea. Yule baba katoka mbali kaacha ofisi, amemaanisha maana anachokiona kilichotokea kwa mke wake. Wameteseka mahospitali mengi, wameteseka kwa waganga. Yule baba kaniambia, mimi nilipoteza kazi kwa ajili ya kumhangaikia huyu. Mbona kwako kaja tu eti ananiambia nimeombewa? Kuombewa siku moja tu. Hata mimi sina cha kueleza. Ninachokijua ni hiki: Mungu hufanya mambo mimi nisiyoyajua, hufanya kama ajuavyo yeye. Unapaswa kumwamini Mungu katika utendaji usiojua. Haleluya. Haleluya. Utafiti duniani unaonekana hivi. Sikilizeni. Tafiti duniani zinaonyesha hivi. Kati ya watu ambao imekuwa shida kupokea muujiza, mmoja ni wanasayansi.
mwanasayansi, kwa sababu yeye kuamini kunakuwa kugumu mpaka afanye tafiti. Inaanzia hapa, ikifika hapa inageuka inakuwa hii, ikifika hapa kunazalishwa hiki, kinatokea. Sasa usipomonyesha hizo njia, umwambie kuamini tu, inamsumbua, anakosa mlango wa kufikia muujiza. Sikieni wana wa Mungu, Mungu hachunguziki, yeye hupenda matendo. Sasa kwa mfano niambie, ile fimbo ya Musa, Mungu anamwambia yapige hayo maji. Niandikieni sasa maoni yenu, kilitokea nini alipoyapiga maji haya ya huku? Si mto ulikuwa unatoka hivi unaenda hivi, haya ya huku yakakatika yakaenda, haya yalirudi au ule mto kule haukusimama, unakuja tu. Ilitokeaje? Haya huyu yalikimbia huku yakakatika, hayakuungana tena. Ilitokeaje? Lakini ukichukua maelezo ya ile Biblia inasema kwamba wakati wanaingia, walipofika katikati, wakiangalia hivi, yale maji yanapita juu yao na yanaendelea na safari. Halafu huko wanakokwenda bado yapo yanapekuka, huku wanapokuja yanajiziba. Sasa sijui hiyo ni hesabu gani? Kwa nini mnatushangaa sisi? Sisi ni wanadamu kama ninyi, lakini ni yule mtu mliyemkataa, ambaye ni jiwe lililokataliwa na ninyi waashi. Waashi liliwakilisha wataalamu, wasomi, wenye akili. Ndio maana Yesu akasema, Baba, nakushukuru Muumba wa mbingu na nchi, mambo haya umewaficha wenye akili, umewafunulia watoto wadogo hawa. Sikiliza, akili yako ukianza kutafiti Mungu atafanyaje ili upokee muujiza, hautafeli na hautapokea muujiza. Wewe amini Mungu anatenda kama juavyo. Haleluya! Mungu anatenda kama juavyo yeye. Ngoja nisome mambo machache kwa leo nishi. Andika hivi: ishara na miujiza hazikukoma na hazikuwa kwa ajili ya watu maalum, kwa sababu maandiko yanasema ishara na miujiza ni alama ya udhibitisho wa mtu aliyeokoka. Sielewi. Kuna watu wanafikiri ishara na miujiza ilikuwa ni kwa ajili ya mitume 12 wa Bwana Yesu. Kulikuwa na watu maalum waliochaguliwa na Mungu. Ishara na miujiza ni kiitikio cha Mungu kwamba huyu ameokoka, atende ishara na miujiza. Sio kama unanielewa. Ishara na miujiza ni itikio la Mungu kwamba hawa ni wanangu. Ni itikio la Mungu kwamba hawa ni wameokoka. Ni itikio la Mungu kwamba hawa ni watoto wangu, wanaitwa kwa jina langu. Hivi kuna kijana mmoja hapa, Msukuma mmoja, alitoka huko Shinyanga akaja hapa. Tajiri aliyekuwa tajiri enzi hizo hapa Kibichi alikuwa Mchaga. Yule Mchaga alikuwa anaitwa Masala. Sasa na yule kijana akajiita Masala. Mimi nimemfahamu kwa miaka yote akiwa Masala. Sasa siku moja namkuta anaongea na simu kwao, watu wa nyumbani kwao.
Ndio unajua Kisukuma. Ndio mtu mmoja ananiambia, sio Msukuma. Sisi tumempokea. Usiitiwe jina la Mungu wakati hautendi miujiza. Marko 17:17. Marko 16:17 Biblia inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Kwa jina langu watatoa pepo. Endelea kusoma. Watasema kwa lugha mpya. Mstari wa 18, watashika nyoka, hata wakinywa vitu vya kufisha hakitawadhuru kabisa. Ishara hizi ni alama ya waaminio. Sikiliza, hebu mshike mkono, mwambie mwenzako, hebu mshike mkono, mwangalie usoni, mwambie hii ni alama ya wokovu. Miujiza ni alama ya mtu aliyeokoka. Yaani wewe unaamini tu kupata hela kwa njia za kawaida. Wamuuliza sasa umeokoka ina faida gani? Wenye kuokoka tuna bonus ya waliookoka, wao wanapokeaga na miujiza. Yaani matendo yasiyo ya kawaida. Wanashangaa, hawa wale siku hizi wana wazungu wanawapa hela, kuna muujiza unaleta hela. Ngoja nikuulize. Alama ya kina nani ni kwamba wameokoka? Jambo la kwanza, wakakaa kwenye moto. Majamaa wameyakuta mle yanatembea kwenye moto. Yanapiga. Hakuna Mungu kama, hakuna wa kuabudu. Yanaimba ndani ya moto. Wanasema nimeyakuta mle yanatembea tena yameongezeka. Ni bonus na ni alama ya kwamba hawa katikati ya Babeli, katika nchi ya miungu Babeli, ambapo mpaka malaika Gabrieli anakiri kwamba nilipokuwa nashuka kumwendea Danieli, mapepo ya Babeli yamenizuia ndani, yanatawala anga la Babeli. Lakini alama ya kwamba kuna watu wamchao Mungu, ishara na maajabu. Wanakaa ndani ya moto wateketea. Glory to God. Hallelujah. Wakati niliwashuhudia, wakati ninaenda kupima HIV kwa ajili ya kufunga ndoa, wakaniuliza, ukikutwa mke wako ameathirika, nikamwambia muulizeni kwanza. Wamuuliza, ukikuta mwanaume ameathirika, akasema hawezi kuwa ameathirika, ameokoka huyu. Tunauliza akikutwa ameathirika, haiwezekani. Yeye akagoma tu, haiwezekani. Wakaniuliza mimi, ukikuta ameathirika, niambie sio tatizo kwangu. Kwangu hilo sio kesi. Nafunga ndoa na tutakaa, hakuna kuathirika. Naamini kwamba kuna uwezekano wa Mungu kufanya jambo. Hao virus naweza nikawaambia msife, kaeni muishi Mungu, na nisitaugua wala sitakonda wala sitaguswa na roho. Sikiliza. Ukiamini hivyo, unaweza ukawaambia malaria, tulia. Ewe ugonjwa, nyamaza kimya. Niliwaambia hivyo, nikamwambia mimi nikuta ameathirika, kwangu sio kesi. Tunafunga ndoa na hamtasikia mwathirika. Yeye kama nasema hamtasikia kama ameathirika, hata kama mtu wala atakuja kwenu kunywa dawa wala kunywa dawa wala kupima. Bwana Yesu asifiwe sana. B, miujiza ni ahadi ya vizazi vyote vya waliookoka. Miujiza ni ahadi ya
Mitume 2:38 hadi 39. Vizazi vyote waliookoka. Haleluya, soma hapo. Matendo ya Mitume sura ya 2:38 hadi 39, Biblia inasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana na wote watakaoitwa kuja kuokoka. Kisha anasema mpokee kipawa. Hivi tunajua kwa nini Mungu alilipa kanisa karama? Kwa nini Mungu amelipa kanisa karama? Biblia inasema, tutafundisha siku nyingine hapa. Haleluya. Katika Wakorintho wanasema hivi, nani kwa sababu hapo zamani mulimwendea mungu wa ulimwengu huu na miungu ya ulimwengu hii, mkaamini katika matendo na ishara. Sasa Roho wa Bwana amekuja juu yenu ili kwa karama na ishara, haleluya, ili kudhibitisha utendaji wa Mungu katikati. Lengo la kupewa karama kanisa ili litende mambo yasiyotendwa na miungu, kutenda vitu kinyume cha utendaji wa miungu. Miungu wa dunia hii, mashetani, wao huleta uharibifu, huleta magonjwa. Sisi tukapewa karama za uponyaji, wakati wao wanamwaga magonjwa na mateso. Sisi tunapewa karama ili kuleta miujiza ya uponyaji, ili kuleta matendo ya miujiza ya kutoa yale matatizo shetani yanaleta. Muda wangu umenishia. Nishia hapa, nasema hivi. Katika Matendo sura ya 2 mstari wa 22 tumeona Mungu alimdhihirisha Yesu. Andika. Njia ya kwanza Mungu aliyomdhihirisha Yesu. Njia ya kwanza aliyomtambulisha Yesu kwa ishara, miujiza na ajabu. Isaya 7:14. Isaya 7:14. Isaya sura 7 mstari wa 14, Biblia inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Bwana mwenyewe atawapa ishara, atawaonyesha ajabu. Mungu mwenyewe atawaonyesha ajabu. Tazama, bikira atachukua mimba. Ishara hiyo ni bikira atachukua mimba. Mungu atatenda jambo la kimiujiza, bikira atachukua mimba. Haleluya. Bwana mwenyewe atawapa, anamdhihirisha Yesu kwa ajabu. Malaika Gabrieli alipofika kwa Mariamu anamwambiaje? Mstari wa 16. Mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakasoma. Nafikiri ni 23, sijui. Acha asisome haya. Anamwambia, tazama, utachukua mimba, nawe utazaa mwana, utamwita jina lake Imanueli. Nini maana yake? Ishara ya kumdhihirisha Yesu kwa njia ya kipekee. Njia ya pili, alimdhihirisha katika ubatizo. Haleluya. Njia ya pili, anamdhihirisha katika ubatizo. Wakati Yesu anabatizwa, mbingu zinafunuka. Roho wa Bwana anakuja juu yake. Sauti kutoka mbinguni inasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Anamdhihirisha. Katika kitabu cha Yohana anasema, wengine ninyi mnautafuta ushuhuda wa wanadamu, lakini mimi ushuhuda wangu sio wa wanadamu. Mliisikia sauti kutoka mbinguni, Mungu akinithibitisha kwamba mimi ni mwanaye mpendwa, ametoa ishara. Haleluya.
Biblia inasema ikawa Mafarisayo na Masadukayo wakatuma watu kwenda kwa Yohana, wakamuuliza, wewe ni nani? Yohana naye akatuma watu kwenda kwa Yesu akaulize, wewe unani hasa? Yesu anasema, utambulisho wangu. Mkamwambia Yohana, udhihirisho wangu, vipofu wanaona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, mabubu wanasema, na masikini wanahubiriwa habari njema, na wafu wanafufuliwa. Utambulisho wa Yesu Kristo anajitambulisha. Wakati Yohana ana mashaka juu ya Yesu, anadhihirishwaje kwamba huyu ndiye Masihi wa kuaminiwa, wa kutegemewa, wa kukabidhi maisha na tumaini? Nifanye nini? Wewe unani? Nimtazamie mwingine au wewe ndiye ujaye? Yesu akusema mimi ni Kristo. Yesu akusema mimi ni mwana wa Mungu. Yesu alisema utambulisho wangu na jina langu ni vipofu wanaona, jina langu ni viziwi wanasikia, jina langu ni mabubu wanasema, jina langu ni viwete wanatembea, jina langu ni pepo wanatolewa, jina langu ni wafu wanafufuliwa, jina langu masikini wanahubiriwa habari njema. Yesu yojitambulisha. Sikiliza, Mungu amemdhihirisha Yesu. Kumbe Yesu hakujitaja jina lake kwamba mimi ni Yesu. Alisema haleluya. Na hata alipoingia hekaluni ajili ya wajitambulishe, mgeni amesalimia kanisa, anasema, mimi jina langu ni Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenipaka mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema na watumwa. Haleluya. Sikiliza, kuna tukati sikia. Njia ya nne
kuijua wala hujawahi kuiona. Na ndiyo maana huwa ninawaambia hata vipofu aliwashangaza, wakaanza kubishana, wakasema, mwingine anasema Yesu anaponyaga kwa kutema mate kwenye vumbi, halafu lile vumbi anakupaka nalo machoni, anakwambia kanawe unaona. Kumbe yeye ni wa ishara na maajabu, hana njia moja. Mwingine anasema hapana, Yesu anagusa macho ya vipofu, akiyagusa unaona. Mwingine akasema hapana, yeye anasema na upate kuona. Hana njia moja, hana njia moja. Ulitarajia Mungu akutendee kama ulivyoona yule ametendewa, lakini yeye hatakutendea kwa njia hiyo, atatenda kwa namna nyingine. Anazo njia ambazo hazitamalizika. Matatizo yataisha, hajamaliza njia za kupenda. Matatizo yataisha, hajamaliza miujiza ya kufanya. Magonjwa yataisha, hajamaliza njia za kuponya. Matatizo yatatoweka, hajamaliza njia za kuokoa. Yeye ni wa matendo ya ajabu, yeye sio wa kawaida. Atafanya kwa njia usioijua. Moyo wako uamini Bwana leo akutendee ambavyo hujawahi mwingine ametendewa. Atende kwa namna ya kipekee kwa ajili yako. Leo mchana wa leo ninatamani kila mmoja apaze sauti, amwambie Bwana, leo ninaomba unisamehe. Nilikuwa nafikiri wewe ni kama mimi, ni kama mtu fulani, ni kama mchungaji Gasa. Kumbe wewe ulinganishi na yoyote, unaweza kutenda kwa njia ambazo sijawahi kuzisikia wala kuziona. Na mimi unaweza ukanipokea kwa njia mpya ambayo hujawahi kuitumia. Uliiweka kwa ajili yangu, uliiweka kwa ajili ya leo. Paza sauti yako, mwambie Bwana. Kila mtu omba, nimesema omba, anza kuomba mingi. Mwambie Bwana, wewe unaweza kunitendea, wewe unaweza kunitokea, wewe unaweza kufanya mambo makubwa nisiyoyajua, nisiyoyaelewa. Hata ukitenda mimi sitaelewa. Hebu mwambie Mungu wa maneno yako katika jina la Yesu. Yeye atatenda kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu. Wewe Mungu, mtazame mama huyu amekuja madhabahuni, na yeye anakutaka utende kwake kwa njia ya kipekee ambayo haujawahi kumtendea mtu yeyote. Uanze patembea katika jina la Yesu Kristo. Ikamusheke inakogusaya anamekonesenemehiboko ika jina la Yesu. Rika emasha anaposei rika ikoritakasa rimakonetako opolosaya ekorina limemesha ikoya ramamomoso katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tenda ishara na maajabu. Omba kila mtu aombe kwa namna yake. Kuna wengine Mungu atawatendea ishara na maajabu kwenye mioyo yao. Utaona moyo wako unabadilika na kupokea mwamko mpya usio wa kawaida na utakaoleta maajabu katika maisha yako. Na Bwana atakwenda kutenda kwako kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Ambie hai nipakasombaroko nimegawikatakosalababasha enendelibokoribarasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, na kuhubiri matendo yako yasiyo ya kawaida, na nihubiri jina lako lisilo la kawaida, na nihubiri nguvu zako zisizo za kawaida, na hubiri uweza wako sio wa kawaida. Wakabomoseke yanalima nekitashaka ramashenetekosababa omomomosokototototomo ajabu za Mungu zitokee katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ajabu za Bwana zikutokee katika jina la Yesu Kristo. Yeye ambaye Mungu amemdirisha kwa ishara na ajabu, na ninamdirisha kwako, na Mungu amdirisha kwako kwa ishara na ajabu katika jina la Yesu Kristo. Itakaposaka wewe shika uraba, Bwana kudirike kwa ishara na ajabu, Bwana kutokee kwa ishara na ajabu, Bwana kutokee katika jina la Yesu Kristo. Bwana kutokee kwa ishara na ajabu. Analinebesha rabosaka wenemeshima analinebekata ya
Osaka, katika jina la Yesu Kristo. Ajabu za Mungu Bwana akupokee. Elimo Oriamosa Elamoshaka Rebekorisha, katika jina la Yesu Bwana akupokee kwa ishara na ajabu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia ukorisha kama Mungu, angalia moyo wenye kiu na ajabu Baba, na kutuma kwenye moyo unaotafuta ajabu zako. Bwana tena hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Bwana kutendee sasa, Bwana kutendee sasa katika jina la Yesu Kristo. Bakia uzao wako Bwana kutendee, Bwana kutendee sasa katika jina la Yesu. Matendo ya ajabu ya Bwana yanatembea kwa mkono wa Mungu, kwa roho ya Bwana. Kama Bwana ishivyo, ajabu za Mungu zitende kazi. Yes, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mtu anatokea muujiza wa ajabu kwenye masomo yake, unatendeka muujiza, unatendeka muujiza katika jina la Yesu. Muujiza, muujiza.